Asante kwa kuendelea kusalia nasi, na ikiwa wewe ndo kwanza unaungana nasi, hii ni habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan na sasa nikukaribishe kwenye habari za biashara na uchumi. Serikali kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni 1.5 kwa wakulima nchini kati ya mwaka 2021 hadi 2025 kwa lengo la kuimarisha sekta ya kilimo, hatua iliyochangia kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula nchini. Mwanahabari wetu Roda Simba kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa shughuli za benki kwa mwaka wa fedha 2025-2026 pamoja na mwelekeo wa mwaka wa fedha 2026-2027, mkurugenzi mtendaji wa TADB Bwana Frank Nyabundege amesema uzalishaji huo umesaidia kuimarisha usalama wa chakula nchini na kuongeza uwezo wa Tanzania kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kama mtakumbuka, aliweka shilingi trilioni 1 kama stimulus package Benki Kuu ya Tanzania, ili fedha hizi ziende zikakopeshe wakulima kwa riba nafuu, na akaiagiza Benki Kuu ya Tanzania ikopeshe kwa 3%, ili na yenyewe mabenki yanapokwenda kukopa yakopeshe chini ya single digit. Wakati ule mabenki yalikuwa yanakopesha wakulima 20% mpaka 25%. Aidha, amesema mtaji wa benki umeongezeka kutoka shilingi bilioni 60 mwaka 2015 hadi kufikia shilingi bilioni 308 kwa mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko la 413%. Wakati Mheshimiwa Rais alipokuwa anaingia, yani wanasema mali total asset kwa kizungu, ilikuwa ni trilioni 34.69. Mpaka mwaka jana mali zote za mabenki ilikuwa ni trilioni 77.70. Hiyo ni sasa na ukuaji wa 124%. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wafanyabiashara wa maharagi katika jiji la Mbeya wameomba kutengewa eneo maalum ambalo litatumika kwa ajili ya biashara yao ya zao la maharage kama ilivyo kwa mazao mengine kama vile ndizi, mchele na matunda, ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hiyo kwa wateja wao kutoka ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Rozi Chapewa. Wafanyabiashara hawa wanasema kutokana na kukosekana kwa soko maalum la maharagwe katika halmashauri ya jiji la Mbeya, wanalazimika kufanyia shughuli zao nje ya vibanda vya uzaji wa mchele katika soko la Sido, jambo ambalo linawanyima fursa ya kufanya biashara kwa watu mbalimbali, hususan wanaotoka nje ya nchi. Kwa namna ambavyo tunavyokwenda kwenye hapa tunavyouzia kwenye soko letu hili la Sido, maana tumejibanza kwa ajili ya kwenye maduka ya hao wenzetu wafanyabiashara wa mchele. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba angalau na sisi tungepatiwa eneo la kujitenga binafsi kwa ajili ya kufanyia biashara yetu ya maharage. Kuna vitu ambavyo naweza tukavifanya kupitia maharage, tukasomesha watoto, tukafanya maendeleo mbalimbali. Hata hivyo, wafanyabiashara hawa wameeleza baadhi ya changamoto wanazopata. Nilikuwa nauza mimi maharage nikiwa na hamu, nilikuwa nasomesha watoto ili watoto wangu wasome. Lakini nimesomesha watoto nimekaa nao hawajapata kazi, wamefika paka vyuo vikuu, naendelea kuuza maharage, lakini saa hizi kidogo hayana hela sana. Nizungumza na mwenyekiti wa wafanyabiashara wa maharagwe Musa Mwakakuka, anasema mitaji kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wanunuzi kutoka nje ya nchi bado ni kikwazo kwao. Kama serikali inaliona kama hili, kwa sababu maharage pia ni mboga ya taifa, watu wengi wanaitumia nyumbani, yaangalie kwa jicho lingine ili iweze kutusaidia tuweze kupata mtaji, ili tunavyoenda polini tuweze kurudi na mzigo mkubwa, tuweke mwingine store, ili hata kija mteja akitaka tani za maharage tuwe na uwezo wa kumhudumia kikamilifu. Mimi ni Rozi Chapewa. Wacha. Tukisalia jijini Mbeya, wafanyabiashara wanawake wanaofanya biashara ndogo ndogo katika eneo la Ituha, kata ya Ilomba, halmashauri ya jiji la Mbeya, wamesema mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali yamewawezesha kupata mafanikio katika biashara zao na kuweza kuinua vipato vyao, hivyo kuwawezesha kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwemo ujenzi wa nyumba za kisasa. Turudi kwake tena Rozi Chapewa. Nimezungumza na wafanyabiashara hawa, wameeleza namna wanavyonufaika kupitia biashara hizi ndogo ambazo wanafanya na kuongeza kipato cha familia. Namshukuru Mungu, biashara ya viazi imenipa faida. Nimejenga, nimenunua shamba heka,
nasomesha watoto, maisha mengine yanaendelea, namshukuru Mungu. Nilianza nikiwa na mtaji mdogo sana. Yaani cha kwanza kabisa, meza nilikuwa sina. Nikawa nimeweka vimti kama viwili, alafu vile vile nikawa nimechukua kile kinanili vimbao kama vitatu vile vya kwenye chaga. Ndio nilivyokuwa nimetandika hapa chini. Lakini jinsi nilivyokuwa naendelea kufanya biashara, nikajikuta kidogo naendelea. Na mpaka saizi hivi nimeona mafanikio ni mengi sana. Mwenyekiti wa wafanyabiashara hawa anasema pamoja na changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo, lakini wamekuwa na nidhamu ya matumizi ya fedha. Nachofurahi sana wafanyabiashara wangu ni watifu. Hela zao wakipata hawatumii ovyo ovyo, wanakuwa na malengo mazuri na wamejenga. Sio mmoja tu, ni wengi wamejenga, wamepambana kusomesha watoto. Kutoka hapa katika soko la Ituha, halmashauri ya jiji la Mbeya, mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Shukrani sana Rozi Chapewa kwa taarifa hiyo, na ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Juma Mohamed atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.